Naomba kuuliza, kuna mtu anataka kuoa mke wa tatu na mwanamke amemkubalia kwamba kuolewa mke wa tatu, alafu anakwambia tufunge ndoa, mahari utanilipa baadaye. Kuolewa kwa mahari ya mkopo ndio swali lake. Wanasema ulama, النكاح بمهر المؤجل جائز. Kuolewa mwanamke kwa mahari itakayotolewa baadaye ni jambo lenye kujuzu idha hasala at-taradhi baina at-tarafain, pindi pakipatikana maridhiano baina ya pande mbili, upande wa mawali na mtoto wao na upande wako wewe unayeoa, mkiridhiana kwamba ndoa ipite na mahari italipwa baadaye kwa deni, ni jambo jaiz. Falmahru yasihhu muajjalan wa muajjala, mahari inasihi kwa kutolewa kwa haraka, yani hina al-aqd au qablahu, wakati ule wa kufunga ndoa au kabla yake. Kadhalika mahari nasihi muajjalan ay ba'da al-aqd walau ba'da ayamin wa shuhurin, itafaa pia mahari kutolewa baada ya ndoa hata kama ni kwa kupita masiku kadhaa au miezi kadhaa, jaiz. Sharti ni wakubaliane katika hilo, na mwanamume akishakubali deni la mahari, hiyo ni dhimma, deni hilo limemganda, anawajibika kulilipa. Kadhalika ikiwa atafariki, watawajibika mawali wake huyo mwanaume kulipa deni la watu, ila pale ambapo watapotanazal mwenye deni hilo, labda mwanamke akasema nimekusamehe, pia inakubalika kusamehe kwa sababu ni haki yake mwanamke huyo. Naam. Suali jingine la pili, anasema asaila huna, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sheikh, naomba kuuliza, mwanamke kusoma Qur'an akiwa hajafunika kichwa, akasema shungi kwenye mabano, na hali ya kuwa yeye yupo chumbani kwake, hakuna mwingiliano baina ya wanaume, je, inafaa? Naam. Taghtiyatu ar-ra's sawa'un lirrajuli au almar'a laysa shartan liqira'ati al-Qur'an. Kufunika kichwa ni mamoja ni kwa mwanaume au kwa mwanamke, sio sharti la kusoma Qur'an. Fatasihu qira'atu al-Qur'an lilmar'a wa in kanat makshufat ar-ras. Ulama wanasema kitasi kisomo cha Qur'ani cha mwanamke hata kama akiwa amefunuka kichwa chake, kwa sharti asiwepo baina ya ar-rijal al-ajanib ay ghair al-maharim, asiwepo mwanamke huyo baina ya wanaume wa kando, wale ambao hawafai kumuona. Ama akiwa yuko peke yake, kama alivyosema swali hapa, chumbani kwake, walaysa haulaha min ar-rijal al-ajanib, ni kawa kandoni mwake au hapo walipo hakuna wanaume wa kando, yuko peke yake, au wapo lakini ni katika maharim, atasoma Qur'ani hali ya kuwa amefunuka kichwa chake na nywele zake zikionekana, jaiz taban. Haya, swali jingine hapa, ukhti anasema assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Naomba kufahamishwa juu ya hili, mimi nanyonyesha na mtoto ana miezi 4 sasa. Je, nikifunga saumu yangu ni sahihi? Ikiwa siogopei
mwanangu kuwa atakosa maziwa? Swali hilo Taban ulama wanatuambia almar'atu almurdi', mwanamke mwenye kunyonyesha, walhamil, na mwanamke mwenye mimba. Hawa wanawake wawili wakijirikiwa na saumu ya Ramadhan, ikawa wana hofu juu ya nafsi zao au watoto wao, kama huyu mwanamke mwenye mimba anahofia mimba yake, mwanamke mwenye kunyonyesha anamhofia mwanae labda atadhurika na kudhoofika, ikawa wanawake hawa wenye mimba na wenye kunyonyesha wanahofia nafsi zao na watoto wao, hawa wameruhusiwa kufungua katika Ramadhani. Ni miongoni mwa wale wasioweza kufunga hawa, na badali yake watakuja kulipa saumu zao wakati mwingine ambapo itakuwa hawana mimba wala hawanyonyeshi. Na kwa kuwa waliacha kufunga kwa sababu ya hofu ya nafsi zao na watoto wao, hawa watalipa saumu peke yake, watalipa funga tu na hakuna fidia juu yao ya kulisha. Lakini ulama wanasema ikiwa mwanamke mwenye mimba na mwanamke mwenye kunyonyesha wameacha kufunga katika Ramadhani, lakini ikawa wanazihofia nafsi za watoto wao peke yake, wanahofia watoto wao pasi na kujihofia wao wenyewe, hawa nao wataacha kufunga katika Ramadhani na watakuja kufanya qadha, watakuja kulipa baada ya Ramadhani, lakini ma'al fidya, lakini watatoa na fidia, kwa kuwa wao hawakuzihofia nafsi zao kwenye kuacha saumu, bali walihofia nafsi zingine za watoto wao. Sasa hawa watalipa saumu walizoziacha pamoja na fidia ya kulisha kibaba, nisfu saa. Kibaba ni nusu ya pishi, takriban robo tatu ya chakula ambacho kinaliwa sana katika mji. Kama huku kwetu chakula chenye kuliwa sana ni mchele au ngano na mfano wake. Kwa hivyo atafunga na atatoa kibaba ikiwa aliacha saumu ya Ramadhan kwa kuhofia mtoto wake na hakujihofia yeye mwenyewe. Ama ikiwa hofu yake ni kwenye mawili, yeye mwenyewe anajihofia na mwanae, huyu atafunga peke yake na wala hakuna kulisha juu yake. Naam. Swali jingine anasema, assalamu alaikum Sheikh, naomba kuuliza, mzazi kafariki na alikuwa ameacha deni la Ramadhani, mfano aliacha siku 20. Je, itafaa kumlipia mzazi huyu? Tukagawana mimi na kaka yangu kumlipia, yeye akachukua siku 10 huyo kaka yake, na mimi nikachukua siku 10, kwa maana wanamlipia saumu mzazi wao. Mambo ya kumlipia saumu marehemu yana tafsili, yana ufafanuzi kama ifuatavyo. Ikiwa huyu mzazi wako aliyefariki wa alayhi qada li sawmi Ramadhan au ghairihi min as-siyam al-wajib ghairi an-nadhr, ikawa juu yake pana deni la funga ya Ramadhan au nyinginezo katika funga za wajibu isiyokuwa nadhiri. Funga nyingine za wajibu ni kama saumu ya kafara, kama kafaratu adh-dhihar, kafaratu al-yamin, kadhalika saumu ya haji ambaye alishindwa kuchinja huko Makka. Hizi ni saumu za wajibu. Ukiitoa saumu ya nadhiri, saumu ya nadhiri masala yake mbali. Kwa hivyo saumu ya Ramadhani
na saumu nyingine za wajibu ukiitoa nadhiri, ikiwa mtu atakufa na deni la saumu hizi, wanasema ulama, sikiliza kwa makini hapa, ikiwa amekufa ndani ya muda wa kulipa, yani mtu kafa na deni lakini ilikuwa bado muda wa kulipa deni lile haujakwisha, bimaana hajadirikiwa na Ramadhani nyingine, labda alikuwa anadaiwa Ramadhani ya mwaka huu, mpaka Ramadhani hii imepita, alikuwa bado hawezi kufunga, akabaki na madeni. Ikiwa madeni haya hayakuingia kwenye Ramadhani nyingine ya mwaka ufuatao na akafa katikati hapa, labda amekufa baada ya Ramadhani Shawwal, au kafa katika Dhulhijja, au kafa katika mwezi wa Rabiul Awwal, lakini ikawa haikufika Ramadhani nyingine, akawa amefariki, wa alayhi qada, wanasema ulama la shay'a alayhi, huyu hana kitu juu yake, kwa sababu amekufa ndani ya muda ambao yeye alikuwa na wasaa wa kufunga anavyotaka, lakini ajali imekuja, basi huyu akifa hakuna kitu juu yake wala halipiwi saumu. Huyu ni maghfurun lahu insha Allah, huyu kasamehewa kwa sababu alikuwa ndani ya muda. Hiyo ni hali ya kwanza. Lakini wanasema ulama, ikiwa mtu mwenye deni la Ramadhani akachelewesha kulipa deni lake mpaka ikaingia Ramadhani nyingine, Ramadhani ya pili ikamkuta bado deni la mwaka jana analo, huyu wanasema ulama, ikiwa kuchelewa kwake kulipa deni la Ramadhani mpaka ikamkuta Ramadhani nyingine kulikuwa ni kwa sababu ya udhuru, alikuwa na udhuru, alishindwa kulipa madeni yake ndani ya wakati, labda alikuwa msafiri au alikuwa mgonjwa, wanasema pia huyu naye la shay'a alayhi, hana kitu juu yake, yeye mwenyewe kasamehewa insha Allah, na wala hakuna haja ya kumlipia yale madeni yake kwa mawali. Lakini hali ya mwisho ya tatu, ikiwa mtu alikuwa na madeni ya Ramadhani akachelewesha kuyalipa madeni hayo mpaka ikaingia Ramadhani nyingine, bado madeni yanayo, akafa baada ya kuingia Ramadhani nyingine, na alikuwa na madeni ya Ramadhani iliyopita, na ikawa hakuwa na udhuru wowote wa kuacha kulipa madeni yake kwa wakati, alikuwa hana udhuru marehemu wetu huyu. Sasa huyu ndio ambaye juu yake pana jambo, na jambo lenyewe atalishiwa kwa niaba yake, aliyataamu lahu, atalishiwa maskini kwa niaba yake, tena kupitia mali yake aliyoiacha. Ikiwa marehemu huyu alikuwa na mali, basi watu watatumia mali ile kabla ya kugawa mirathi kuwalisha maskini kwa kila siku ambayo aliacha kufunga na wadaiwa, watoe kibaba. Kwa hivyo kama hili swali lako ukhti hapa siku 20, basi kama ni yule ambaye alidirikiwa na Ramadhani nyingine hali ya kuwa ana deni la Ramadhani iliyopita na hakuwa na udhuru wowote wa kulipa, nyinyi mtachokifanya mtamlipia vibaba kwenye mali yake kwa kila siku aliyoacha, kumlisha maskini mmoja 1/3 ya chakula kinachopendwa katika mji, na wala hakuna kumlipia marehemu saumu ya Ramadhani kwa kufunga, kumlipia marehemu saumu ya Ramadhani au zile saumu nyingine za wajibu isiyokuwa nadhiri, hakuna kumlipia kwa kufunga. Hadha lam yarid, hili halijaja. Na hizi ni hali tatu nimezieleza, kama mtakuwa mmenielewa. Ama saumu ya nadhiri, saumu ya nadhiri
ile ambayo mtu anajifaradhishia mwenyewe. Nikihamia nyumba yangu mpya nitafunga siku 3, au akasema nikioa mke wa pili nitafunga siku 1. Hiyo tayari imewajibika kwake kwa nadhiri. Akifa kabla hajatimiza nadhiri hii, basi wale mawali wake na warithi wake, maana mawali hapo ni warithi, watamlipia hiyo saumu ya nadhiri. Ama saumu ya Ramadhan la, kwa maelezo haya yaliyotoka. Barakallahu fikum. As-saila taqul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan, kaandika Kiarabu huyu, mashaallah. Anasema dua ya kufuturu unaisoma kabla ya kufuturu au baada ya kufuturu? Dua iftari saim, dua ya kufungua mwenye kufunga. Wanachokieleza maulama kwamba wakati wa kufungua mfungaji, wakati anaanza kula ima tende au kunywa mafundo ya maji, fa innahu yusammi, jambo la kwanza atasema bismillah. Ndio tuliofundishwa inda awwal al-akli au shurbi, wakati mtu anaanza kula au anaanza kunywa, cha kwanza utasema bismillah, kisha utakula kwa maana ya kufungua au utakunywa. Wa ba'da tanawuli shay'in min at-ta'ami au sharab, na baada sasa ya kula chochote, baada ya kufungua, labda umeshakula tende zako 3 na umekunywa funda lako la maji, tayari ushafungua kwa kusema bismillah, kisha dua ndio inafuatia baada ya hapo kwa kusema dhahaba ad-dama wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Kwa hivyo ala sahih, dua ya kufungua mfungaji inaletwa baada ya kuwa amekula chochote. Ama maombi ya ujumla kama ilivyokuja katika sunna kwamba katika watu wenye kuitikiwa dua zao ni as-saim, as-saimu duauhu mustajab, aliyefunga dua yake inajibiwa. Kwa hivyo mfungaji anatakiwa akithirishe sana kuomba dua kwa haja zake mbalimbali. Wanasema ulama, sasa dua kwa ujumla wake inapendeza mwenye kufunga kuzileta dua kabla hajafungua, kwa kuwa pale anakuwa katika maudhi'u al-inkisar wadh-dhull, kwa sababu anakuwa katika mkao wa kudhoofika na udhalili, amechoka, amelegea kwa sababu ya funga. Na mtu anapoomba dua katika hali ya kuonyesha udhaifu na kunyong'onyea, hiyo ni aqrabu ila al-ijaba. Kwa hivyo mfungaji akithirishe sana dua zake mbalimbali wakati bado hajafungua, akiwa amefunga, hili litapelekea haraka kujibiwa. Ama ile dua makhsus ya kufungua mfungaji, hii inaletwa baada ya kula kitu chochote. Nadhani imefahamika hiyo. Taqulu sa'ilatun ukhra, assalamu alaykum. Wa alaykumus salam. Anasema ibada kubwa ya kwanza kuliko zote katika dini yetu ya Kiislamu ni ipi? A'dhamu ta'a yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala tauhidullah azza wa jalla. Wanasema ulama, ta'a kubwa, ibada kubwa kabisa ambayo mja anajikurubisha nayo kwa Allah ni tauhidi ya Allah, kumpwekesha Allah katika ibada. Hii ndiyo ta'a na ibada iliyokuwa kubwa zaidi katika Uislamu. Hakuna ibada katika Uislamu inafikia kiwango cha tauhid, bali ndiyo msingi tauhid wa kusihi ibada zingine zote. Biduni tauhid, ikiwa huna tauhid, kumpwekesha Allah katika ibada, kumwabudu yeye peke yake pasi na kumshirikisha, ukilikosa hili
basi swala zako, funga zako, hija zako, zaka unazozitoa zote haziwezi kusihi, kwa kuwa msingi mkuu wa ibada haujasihi. Kama vile wanavyosema ulama, wa a'dhamu dhanbin usiya Allahu bihi ashirk, na dhambi kubwa zaidi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameasiwa nalo ni ushirikina. Hakuna dhambi zito kuliko ushirikina, na ndiyo maana mtu akifa hali ya kuwa ni mushrik hana msamaha kwa Allah. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa hivyo ibada kubwa ukhti katika iman kuliko zote ni tauhid, na dhambi kubwa kuliko madhambi yote ni shirki.